Rais wa TLS na mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kijamii Boniface Mwakibusi ameibua mjadala mkubwa mtandaoni baada ya kuchapisha ujumbe kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii akijibu kauli za waziri wa mambo ya ndani Protabas Katambi zilizotolewa bungeni kuhusu maandamano. Nikinukuu katika chapisho lake, Mwakibusi amesema, waziri wa mambo ya ndani, acha kuvunja katiba, mlinzi wa katiba au mvunja katiba. Waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka yoyote ya kuzuia au kutozuia mikutano iliyoruhusiwa kisheria. Aidha, si jukumu la IGP kutoa vibali vya mkutano au ruhusa za mikutano. Mikutano ya ndani ya vyama inaratibiwa na vyama vyenyewe na jukumu la polisi ni kutoa ulinzi tu. TLS imeipokea kwa mshtuko taarifa hizi na tutakaa na kuona namna ambavyo tutachukua hatua za kisheria za ndani ya nchi na nje ya nchi dhidi ya yoyote atakayejaribu kutekeleza agizo hili haramu na batili kwa kukiuka katiba na sheria za nchi. Katika ujumbe wake, Mwabukusi alieleza kutoridhishwa na msimamo wa waziri kuhusu maandamano, akisisitiza kuwa haki za wananchi zinapaswa kulindwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Aidha, aliwataka viongozi kuhakikisha sheria zinatumika kwa usawa bila kuathiri haki za msingi za wananchi. Kauli hizo zimekuja baada ya waziri Katambi kutoa onyo dhidi ya watu wanaohamasisha maandamano yasiyoidhinishwa, akisisitiza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vitachukua hatua kwa yoyote atakayekiuka sheria. Chapisho la Mwakibusi limezua mjadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya wachangiaji wameunga mkono maoni yake huku wengine wakitetea msimamo wa serikali kuhusu umuhimu wa kudumisha amani na usalama. Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Endelea kuwa nami kwa habari motomoto kila siku. Mheshimiwa Spika, pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambura na MRPC wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu.